njia ya uimbaji, lakini kwa matendo makuu aliyotutendea Mungu. Tangu Januari mpaka leo tumefikiri sana ni namna gani, ni lini, wakati gani, ili tuweze kumshukuru Mungu. Ikampendeza Mungu tarehe ya leo mahali hapa kanisani, katika ibada hii ambayo tulipanga sisi wenyewe kwamba tutakuwa na ibada maalum. Inapendeza kweli kweli. Na kabla sijaanza ufunguzi, naomba tusimame tuombe. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, muasisi wa mambo mbalimbali, na hili lilikuwa mojawapo ya uasisi wako. Tunaposoma katika maandiko yako matakatifu, katika kiti cha enzi ambacho kumezungukwa na vitu mbalimbali na watu mbalimbali, makerubi na maserafi wako, wazee 24, wengine wana mabawa na wengine Bwana waweza kuruka kwenda mahali fulani wakaleta taarifa. Asante Bwana, katika ukumbi ule ambao na sisi leo hii tunatamani kukuimbia, tunatamani kukushukuru, tunatamani kukusifu, tunatamani kupaza sauti zetu kwako kwa mioyo ya shukrani. Asante Bwana kwa sababu umeifanya, na asante Mungu kwa sababu umekubali. Wakristo wakatumba, Mungu wa Israeli, kwa sauti moja tunamimina roho zetu kwako, kuzisikia sauti zetu kama manukato kwako, kulingana na yale ambayo Bwana tumetembea nayo 2026 Januari na 25 Januari mpaka leo hii. Umetupitisha katika mambo mbalimbali. Tunakushukuru mno Mungu. Asante kwa ajili ya kanisa letu. Baba, nimeweka utaratibu mzuri sana kwa ajili ya kuimbia wewe wakati wote ambao wanapanga, na hata mwezi wa 5 kwa utaratibu wa katiba yetu au utaratibu wa kanisa letu. Wewe Mungu ametenda, anapotenda kwa wengine na kwetu huku anatenda. Kwa hiyo tunamwimbia Mungu kwa lugha yetu. Amen. Naomba tusimame mpale juu kiara, mafungu mawili. Pale juu kiara yosisya Twesa tomwe
ya 22, mstari wa 22 na mstari wa 25 na mstari wa 26. Zaburi ya 22 mstari wa 22 na mstari wa 25 na mstari wa 26. Neno la Mungu linasema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kusanyiko nitakusifu. Mstari wa 25, kwako zitatoka sifa zangu, katika kusanyiko kubwa nitaziondoa nadhiri zangu mbele yao wamchao. Mstari wa 26, wapole watakula na kushiba, wamtafutao Bwana watamsifu, mioyo yenu na iishi milele. Amen. Amen. Ni Zaburi ya Daudi. Ni nadhiri, ni ahadi ambayo anaitoa, sema takapofika muda fulani, Mungu akinitimizia mambo fulani, Mungu akitenda jambo fulani, Mungu akifanya jambo fulani, nitakutolea dhabihu, nadhiri ya shukrani. Leo hii tuko kwenye ibada hii, shukrani zetu ni ibada kamili kwa njia ya uimbaji. Shukrani kwa njia ya uimbaji, au uimbaji wa shukrani mbele za Mungu. Kwa hiyo wimbo huu ambao nimesoma hapa ni wimbo wa shukrani kwa Mungu. Anamshukuru Mungu, lakini anatoa nadhiri, lakini pia anaweka mbele yake vizazi vijavyo urithi, na wote ambao wataungana na yeye, na kama vizazi vyetu tutakavyoungana na watoto wetu, vizazi na vizazi hawatasahau juu ya jambo hili la kumshukuru Mungu kwa njia ya uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninazungumza hivi kwa sababu katika mstari wa 25 sema, nitalihubiri habari neno la Mungu kwa watu wote, nitamsifu katika kusanyiko la watu wote. Mstari huo unaongelea habari za mtu binafsi kwa matendo ambayo Mungu ametenda, habari za mmoja mmoja, lakini leo habari za kundi pia. Kwa hiyo tulipanga kama wanadamu kwamba leo tutakuwepo hapa kwa sababu Mungu ametutendea mambo makuu. Ni kama tuliweka nadhiri kwamba inapofika tarehe ya leo, tarehe 13 mwezi wa 12, tutamshukuru Mungu, tutamwimbia Mungu kwenye idara au kwaya zetu zote. Tukusanyane na Wakristo wote ili tuone na kutathmini, tutafakari matendo ya ajabu ambayo Mungu ametenda kwetu, tuweze kushuhudia yale ambayo Mungu ameyatenda kwetu, lakini tuweze kumtukuza, tuweze kumuinua, tuweze kumshangilia, tuweze kumwimbia kwa sababu ametenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ushuhuda huu ni mgumu. Kila mmoja hawezi akasimama hapa akaanza kushuhudia vile ambavyo Mungu amemtendea. Ni ngumu, lakini ni kama nadhiri ambayo iko kwenye moyo wako. Unapopita kutoka Januari mpaka leo hii, usione ni jambo dogo. Mwimbaji mwenzangu, Mkristo wa Katumba, usione ni jambo dogo. Kulishuhudia mbele za watu, unaweza ukashindwa au ukasahau mengine ambayo Mungu amekutendea.
Ni mambo mengi aliyokutendea wewe binafsi. Ni mambo mengi aliyokutendea wewe na nyumba yako. Ni mambo mengi aliyokutendea wewe na ukoo wako. Ni mambo mengi aliyokutendea wewe kwenye ndoa yako. Ni mambo mengi amekutendea na watoto wako, amekutendea kwenye ukoo wako. Wengine tumepita kwenye changamoto mbalimbali, changamoto za huzuni zilizoumiza mioyo yetu, changamoto mbalimbali ambazo tulisema hapa tutavuka au hatutavuka, lakini tunamshukuru Mungu. Na kama ilivyo tulivyotafakari kwamba tutakapofika mwezi wa 12 tarehe 13 tukusanyike pamoja, tumuinulie Mungu tukufu, tuseme asante kwa njia ya uimbaji, kwa sababu ya unyofu wa mioyo yetu, na tunajidhiri kwa Bwana wetu kwamba uwezeshe Bwana. Hapa tulipofikia sio mwisho, hapa tulipofika sio mwisho, bado maisha yanaendelea. Lakini hapa tulipofikia, sisi tuliopo tuwe na nguvu, tusiwe na nguvu. Kwenye mstari wa 26 anasema ushuhuda wetu tutakaoshuhudia hapa hautakuwa na ubaguzi. Kwenye mstari wa 26 hautawabagua matajiri wala hautawabagua maskini, wala hautawabagua watu wa chini wala wanyonge. Ushuhuda tutakaoshuhudia leo, tutakapomshukuru Mungu, utatuunganisha sisi na vizazi vyetu sasa, na tutakapoendelea, hata tutakapokuwa tumekoma, tutawasimulia watoto wetu, nao watasimulia vizazi vyao, wataweka kumbukumbu katika mioyo yao, kwa sababu ya huyu Mungu aliyetukomboa. Ndivyo Zaburi hiyo mstari wa 26 unavyosema, unasema tutawarithisha vizazi vyote, na waaminifu wote wa dunia wataungana pamoja na sisi kuwarithisha vizazi vyote. Kwa hiyo tunachofanya leo hapa ni cha muhimu sana, ni cha maana sana. Pigieni makofi Bwana Yesu. Unaweza ukalichukulia kama jambo jepesi vile, lakini kumbe katika sifa, katika kumtukuza Mungu, katika kumwimbia Mungu, ndipo Mungu anafurahi, ndipo Mungu anashuka, ndipo Mungu anasikia maombi yako. Amen. Kwa hiyo leo hii unapobeba shuhuda za uimbaji, na kama mmoja alivyozungumza, aliyekuwa anatuongoza hapa, anasema kama kuna mtu ambaye anaweza kushindwa kutafakari juu ya maneno ambayo yako ndani ya nyimbo zetu, ambaye anaweza kushindwa, tutamshangaa. Na mimi nafungua mafumbo kwamba hatutamshangaa kwa neno hilo, kwa sababu amelisikia neno kama neno alivyoingiza, kwamba hakuna yoyote ambaye anaweza kushindwa kutafakari. Kwa hiyo kama mtu yupo atashindwa kutafakari, huyo hayuko upande wetu, isipokuwa atakaye tafakari ni yule ambaye tuko pamoja naye, kama mtumishi wa Mungu alivyosema na kama ninavyosema. Kwa hiyo vizazi vyetu, ushirika wetu na vizazi vijavyo, watakapokumbuka siku moja ya kumshukuru Mungu kwa njia ya uimbaji, ndipo na wao watainuka, ndipo na wao watamtukuza Mungu. Kwa hiyo hapa tunaweka agano, ni kama wakati fulani tunaasisi kwamba sisi katika ushirika wetu mwishoni mwa mwaka, pamoja na kanta ya mwezi wa 5, mwishoni mwa mwaka tutamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante Mungu wetu kwa sababu ya neno lako. Tumesimama kama mtu mmoja, tukubali, tulipanga kama wanadamu. Tunakushukuru wewe, lakini Mungu tunakuomba utuchukue kama tulivyo. Sisi ni wenye dhambi, na kama neno lako linavyosema, yeyote yule hatutambagua. Neno lako halitatubagua. Roho Mtakatifu usitubague. Mungu usituache. Unaposikia sifa za watakatifu wako na sifa zetu mshirika wa Katumba, wote tuliopo tunaoimba,
utusaidie. Na Yesu Kristo utakapozaliwa kwetu katika kipindi hiki ambacho tunajiandaa, kipindi cha Majilio, ambacho neno lako linasema tubuni, nasi Bwana kwa njia ya uimbaji tunaweka mioyo yetu kwako. Uitakase. Tunaomba rehema, tunaomba toba, tunakuomba Bwana, tawala ibada hii. Tutakapoanza, uanze pamoja nasi. Tunapotembea, tembea pamoja nasi. Tutakapokuwa tunamaliza, kamalize pamoja nasi. Tutakaporudi nyumbani kwetu, karudi pamoja nasi. Tutakapokuja tena katika ibada zingine, ukatubariki katika jina la Yesu. Amen. Shukuru Mungu, tangu tumeuanza mwaka huu kuanzia Januari mpaka Disemba, Mungu ametutetea, ametupigania, ametushindia kwa kila namna. Katika uimbaji wetu tumekutana na changamoto nyingi, lakini Mungu alitushika na mkono wake. Pamoja na kwamba katika uimbaji wetu tumeondokewa na wapenda waimbaji wenzetu wengi, nayo tunasema tunamshukuru Mungu, maana amesema mshukuruni kwa kila jambo. Kwa tunamshukuru Mungu katika hilo. Lakini kwa kuwakumbuka waimbaji wenzetu waliotutoka katika umoja wetu huu wa idara, ninaomba kwa dakika moja tu tutasimama ili tuweze kuwakumbuka waimbaji wenzetu. Ni wengi waliotutoka kwa mwaka huu, ninajua mnajua. Naomba ndugu zangu tusimame kwa dakika moja tu, tuiname kwa kuwakumbuka hawa watu. Amen. Tukae. Umoja wa idara ni umoja wa waimbaji walioko ndani ya ushirika huu wa Katumba. Umoja ni muungano wa kwaya zetu za ushirika huu wa Katumba ambao wamejenga umoja ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ambao wamejenga umoja ndani ya Kristo. Umoja huu wa idara ulianza mwaka 2014. Mwaka 2014 tumekuwa na umoja huu wa idara ukiwa chini ya kiongozi mwenyekiti wetu mstaafu Aswile Mwakalambile. Kama yupo, ninamwomba asimame mahali hapo. Kaka Aswile Mwakalambile, kama yupo. Tumeendelea kuwa na umoja huu. Mungu ametushika na mkono wake, tukiendelea na umoja huu kwa pamoja, tukishirikiana kila aina ya michango, tukishirikiana kwenye raha na kwenye furaha. Ndio umoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umoja huu umetufanya sisi kwaya tuweze kuwa watoto wa baba mmoja, wenye nia moja, wenye malengo mamoja, na safari yetu ni moja kwa baba yetu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Umoja huu katika ushirika huu wa Katumba, tunamshukuru sana Mungu ambaye anatuwezesha kila jambo. Hatujaachana pamoja na mchungaji wetu, tukishirikiana kwa kila jambo. Huu ndio umoja ambao Baba alituachia Yesu Kristo alipokuwa anaondoka katika ulimwengu huu. Alisema muwe na umoja. Maandiko hayo yanapatikana katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17 mpaka 23. Kwa huu moja tulio nao, ninaomba ndugu zangu tuhudumishe kuendesha gurudumu hili la kumsifu Yesu Kristo kwa kumwimbia. Kwani hii karama ambayo Mungu ametupa ili tuweze kuitumia vizuri. Hata kama tunakutana na changamoto, hata kama tunakutana na vikwazo vingi, lakini ni karama ambayo tunatakiwa kuitumia sawa sawa. Kwani sisi waimbaji ni wahubiri kama wanavyohubiri wahubiri wengine. Yawezekana hata mataifa wakaokolewa kupitia sisi waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika uimbaji huu
Mungu atubariki sana, tuendelee kuwa na umoja, tuendelee kuwa na nia moja na kwa baba yetu mmoja kama tulivyoachiwa na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa sitaweza kuondoka, nilikuombe dada yangu mwenyekiti wa kina mama, utauombea umoja huu ili uweze kudumu milele, lakini pia nitakuomba Pasco Mwansile, baada ya kumaliza mwenyekiti wa kina mama, basi na wewe utaombea umoja huu ili uende kudumu milele na milele mpaka tutakapofika kwa Baba. Bwana atubariki. Basi nikukaribishe mwenyekiti wa kina mama.
Tumekuja
na kesho inavyotimia ukasema ni kwa nguvu zako tu, ni kwa neema, ni kwa neema yake tu, ni kwa neema Mungu alivyokujalia, ni kwa neema, ni kwa neema yake tu, ni kwa neema Mungu alivyokujalia.
yasiyokupendeza Bwana, niliyatenda yale yasiyokupendeza Bwana. Kwa damu yako ya thamani nisafishe Baba yangu. Kwa damu yako ya thamani nisafishe Baba yangu. Nilikuwa nimepotea mbali sana, nilikuwa nimepotea mbali sana, lakini sasa umerejea nyumbani mwako Bwana. Lakini sasa umerejea nyumbani mwako Bwana. Niliyafanya yale yasiyokupendeza Bwana, niliyatenda yale yasiyokupendeza Bwana. Kwa damu yako ya thamani nisafishe Baba yangu. Kwa damu yako ya thamani nisafishe Baba yangu. Ewe Baba wa rehema, usiyeshindwa na chochote, wewe Baba wa rehema, usiyeshindwa na chochote. Natamani mimi nikujue zaidi na zaidi, natamani mimi nikujue zaidi na zaidi, natamani mimi nikujue zaidi na zaidi. Hiyo ni haja yangu Bwana, natamani mimi simame kwingine, ni wewe peke yako Bwana, hiyo ni shauku yangu Bwana. Baba yangu, natamani mimi nikujue zaidi na zaidi, natamani mimi nikujue zaidi na zaidi. Niache ya moyo wangu, usiniache njiani Bwana wangu, hata katika nyakati ngumu kwangu. Jua mimi ni wako Bwana, haijalishi napita mangapi Bwana, haja yangu ni kukujua wewe peke yangu. Mungu wangu, Baba yangu, natamani Baba yangu, natamani Mungu wangu, Baba yangu, mimi
nikupendeze Bwana. Wewe Baba wa rehema, usiyeshindwa na chochote. Wewe Baba wa rehema, usiyeshindwa na tamani. Natamani mimi nikujue zaidi. Natamani mimi nikujue zaidi.
wenye pumzi na vikawa hai vikatembea, inavijazavyo ni mali yake, bahari na vyote vilivyomo ndani. Alivifanya wenye pumzi na vikawa hai vikatembea. Toni mbele zake, tumfanyie shangwe. Toni mbele zake, tumfanyie shangwe. Makabila, Wasukuma na Wafipa, Wanyakyusa na Wabena na Wakinga. Nakushukuru ewe Mungu wetu kwa matendo makuu unayotutendea.
What's
amenipa nafasi nyingine, wala kutazama udhaifu wangu, tena kutazama makosa yangu, wala kutazama udhaifu wangu, tena kutazama makosa yangu. Amenipendelea huyu Mungu, amenipa nafasi nyingine, amenipendelea huyu Mungu, amenipa nafasi nyingine, wala kutazama udhaifu wangu, tena kutazama makosa yangu, wala kutazama udhaifu wangu, tena kutazama makosa yangu. Hukuniacha nipotee nilipoanguka, oh Baba, ulikuwa msaada wangu, hukuniacha nipotee, ulinikumbatia kwa rehema zako, ulinikumbatia kwa huruma zako, ulinikumbatia kwa rehema zako, ulinikumbatia kwa huruma zako, ukanibeba juu kwa mbawa zako, ukanibeba juu kwa mbawa zako. Ni neema tu, neema tu, neema. Ni neema tu, neema tu yanitosha. Ni neema tu, neema tu, neema. Ni neema tu, neema tu yanitosha. Sijastahili neema zako, sijastahili huruma zako, sijastahili rehema zako, sijastahili huruma zako, Mungu wangu, lakini bado unanirehemia. Baba yangu, lakini bado unaniinua. Mungu wangu, lakini bado unanirehemia. Baba yangu, lakini bado unaniinua. Toka mavumbini umeniinua, toka mavumbini umeniinua, umenifanya kuwa mwana, umenifanya kuwa mwana, umenifanya niwe wako, niwe wako milele. Nilipoanguka, oh Baba,
Tutasimama tukiwa imara.
tutasimama na Mungu bila uoga wowote, tutasimama na Mungu bila hofu yoyote, tutasimama na Mungu bila uoga wowote, tutasimama na Mungu bila hofu yoyote, tutasimama, 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 tutasimama.